Yes, mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji wa Marisha Media, nipende tena kualika siku ya leo tukiwa tunaendelea katika safari yetu ya kushare maarifa ambayo yanatusaidia kuweza kutembea na kusudio la Mwenyezi Mungu katika safari ya mafanikio. Nimeona kuna vijana wengi ambao wanapitia changamoto kubwa sana katika safari ya mafanikio. Wanajikuta wakati mwingine wanatumia njia mbadala ili mradi tu apate chochote ambacho kinaweza kumsaidia katika safari ya maisha kwake. Lakini nipende kukuomba mtoto wa Mungu na mtu wa Mungu ya kwamba katika safari ya mafanikio yoyote ile, kila mmoja amepangiwa njia yake ya kutumia. Lakini njia ambayo itakuwa ni njema na halali na njema kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu ni njia ambayo Mungu amekusudia. Sio kila njia uitumie. Na namna utakapofanikiwa wewe na utakapofanikiwa mtu mwingine ni tofauti. Unaweza kufanikiwa kupitia huduma, unaweza kufanikiwa kupitia biashara, unaweza kufanikiwa kupitia kudesign, kuwa mtu mvumbuzi, innovator, mtu wa kutengeneza matangazo na vitu vingine mbalimbali. Au unaweza kuwa fundi wa magari, fundi cherehani na fundi AC, fundi umeme, mtu mwingine tofauti mwingine Mungu atakapokujalia anakupa neema na baraka kupitia kila ambacho unachokifanya. Kwa jambo la muhimu na la msingi zaidi, ninazidi kusisitiza kwamba ili uweze kufanikiwa mafanikio yaliyo thabiti na mafanikio ambayo ni mema ya kumpendezesha Mwenyezi Mungu, hakikisha umwachi Mungu kwanza. Kitu cha kwanza katika safari ya maisha na mafanikio ya mwanadamu ni Mungu kwanza. Unapomshirikisha Mungu kwanza, maana yake Mungu anakusaidia kutembea sawa na ndoto zako. Lakini leo nimekuandalia misingi ya kuzingatia ili kufikia malengo. Kuna misingi ya kuzingatia katika safari ya malengo yako. Una malengo ya kuwa mtumishi mkubwa, una malengo ya kuwa mwimbaji, una malengo ya kuwa injinia, una malengo ya kuwa dokta, una malengo ya kuwa rais wa Tanzania, una malengo ya kuwa rais wa ulimwengu mzima, una malengo ya kuwa mhubiri wa kimataifa, una malengo ya kuwa injinia, una malengo ya kuwa fundi maarufu mzuri ambao unafanya kazi za watu zilizoeleweka. Una malengo ya kuwa chochote kile ambacho utakifanya, lakini si kwa kawaida, utakifanya kwa namna utofauti na wanadamu wengine wanavyofanya. Jambo la kwanza ni kuzingatia sana kuwa na maarifa ya kutosha. Jambo la kwanza, kuwa na maarifa ya kukuongoza. Ukisoma katika Zaburi ile ya 20 na Zaburi ya 82 na ule mstari wa 5, soma katika Zaburi la 82 82 mstari ule wa 5. Sikiza neno la Mungu linatuambia kitu gani. Zaburi ya 82 na ule mstari wa 5. Neno la Mungu linasema hivi: lakini ninyi hamjui wala hamfahamu, ninyi mmetembea katika giza la upotovu, msingi yote ya haki duniani imetikiswa. Maana yake unaposhindwa kuweza kutembea katika mwanga, unashindwa kuweza kuona hata nuru yako, unashindwa kuona hata maarifa ambayo yatakusaidia kuweza kutembea vizuri. Ili unapokuwa na maarifa ya kutosha, yanakusaidia, yanakuimarisha, kukufungulia ufahamu wako, uweze kuona vitu vya mbali zaidi kuliko mtu mwingine. Ni kitu cha pekee sana katika ulimwengu huu, ni maarifa. Na ndio maana neno Mungu anasema pia kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maana unapokosa maarifa, unakosa mwanga kwenye ufahamu wako ambayo itakusaidia kuweza kuona vitu ambavyo wanadamu wengine hawaoni. Na ndio maana kuna mabadiliko na kuna utofauti katika safari ya maisha kila mmoja anayoipitia. Kuna watu wengine mnaweza mkakaa darasani moja, mnafundishwa kitu kimoja, lakini baada tu ya muda fulani mkaletea mtihani, shangaa wengine wanafeli, wengine wanafaulu. Kwa sababu gani? Kuna mmoja aliwekeza muda wake katika kuongeza maarifa lile eneo, na ndio maana amefaulu. Hata kwenye biashara mnaweza mkafungua biashara iko sawa kabisa, watu mkafunga biashara moja ya milioni moja wote, au ya milioni 5 wote. Lakini baada ya mwaka mmoja unashangaa mtu mwingine amekuwa kibiashara, ameongezeka zaidi. Ni kwa sababu gani? Kinachotofautisha ni maarifa. Ameongeza maarifa juu ya biashara anayoifanya, na ndio maana matokeo yameonekana ya juu. Hata kwenye huduma, unapokosa maarifa ya kusoma neno la Mungu, unapokosa maarifa ya kusikiliza watumishi wa Mungu wengine wanachozungumza, unaposhindwa kuwa na maarifa ya kusikiliza sauti ya Mungu, uwe na uhakika hautaweza kufika mbali. Hutaweza kuwa utofauti na watu wengine, utazoeleka kuwa wa kawaida. Lakini unapokubali kukaa na kujifunza, maana yake unaanza kuongeza maarifa kwenye ufahamu wa kwako, na utazidi kustawi siku hadi siku. Hata utakaposimama kwenye mkutano, utakaposimama sehemu popote, utakapohubiri hata dakika 5 tu, kutoa dakika 5, utashangaa watu watakuelewa zaidi kuliko yule mtu ambaye alikuwa hana maarifa, amezungumza kwa masaa mawili. Tunachohusiana maarifa maana yake ni nuru ambayo inakuwa inaingia kwenye ufahamu wa mtu.
ya kumletea ugunduzi wa kuweza kugusa mioyo ya watu na kusolve matatizo yanayowakabili wanadamu. Jambo la pili, kujizuia mambo ya star. Ukisoma katika Wakorintho wa kwanza ile sura ya 9 na mstari wa 25, tunaona watu ambao kama wachezaji wachezaji huwa wanajizuia kula baadhi ya vyakula ili mradi aweze kufikia uchezaji bora au asikie ule umaarufu ulio bora. Kwa kuna watu ambao wamejizuia, kwa watu wa dunia wanakuwa na akili ya mpaka wanawazidi baadhi wengine watu wa Mungu. Wanajizuia kwa mambo baadhi wasiatumie ili mradi kutunza kile kitu ambacho walichonacho kiweze kufika mbali. Hata waimbaji wa dunia wanajizuia kula baadhi ya vyakula ili mradi kutunza sauti zao zikae katika hali ambayo iko bora zaidi katika kufanya kile kitu ambacho kwa ustandi ulio bora na wa hali ya juu zaidi. Hata leo hii mtumishi wa Mungu, mpendwa msikilizaji na mtazama kupitia Marisho Media, nikuombe sana uzingatie katika safari ya maisha ya kwako kuwa na tabia ya kujizuia mambo ambayo hayaendani na kusudio la Mwenyezi Mungu kwenye maisha ya kwako. Jizuie kushiriki na kila watu. Jizuie kufanya mambo mengine ambayo hayakuruhusu kiuhalisia, hayakuletei tija, hayakuletei faida yoyote kwenye maisha ya kwako. Maana yake hapo utakuwa unapoteza muda wako. Lakini unapokuwa unatengeneza nidhamu yako binafsi ya kujizuia katika masuala, maana yake utajenga uwezo mzuri ndani yako ya kuweza kufocus na kila ambacho Mungu amekusudia kwenye safari ya maisha ya kwako. Jambo la tatu la kuzingatia sana katika safari ya mafanikio ya aina yoyote, huduma, biashara, elimu na kitu chochote ambacho unachotamani Mungu akufanikishe, kukubali changamoto na mateso. Ukisoma katika Kumbukumbu la Torati ile sura ya 8 mstari wa 12, mstari wa 11 hadi wa 13. Kumbukumbu la Torati sura ya 11 mstari wa 11 hadi wa 13. Unapokubali changamoto unazo kukabiliana nazo, maana hizo changamoto zipo kwa ajili ya kukuimarisha, hazipo kwa ajili ya kukuangamiza wala kukuharibu, bali zinapokuimarisha zinakutengeneza uwe bora. Hapo unapoenda kukutana na kile kitu kikubwa ambacho Mungu alikiweka ndani mwako, utakifanya kwa weledi, utakifanya kwa ustadi mkubwa, na utaweza kustahimili zile changamoto ambazo utakuwa unakumbana nazo katika ile huduma ambayo Mungu ameachilia ndani ya moyo wako. Tunamtazama hata Yesu Kristo, baada tu ya kubatizwa na Yohana, alipanda mlimani akakutana na majaribu. Alifunga siku 40, lakini katikati ya mfungo akakutana na majaribu. Yale majaribu ilikuwa ni mojawapo ya njia ya kuwekewa ustahimilivu. Ni moja mfano ambao tunasema wanadamu kama wanadamu tujifunze kwamba alitengeneza msingi mzuri wa kumfanya awe imara, hata atakapoenda kukutana na kule kugongelewa misumari msalabani asione kama kitu ambacho cha ajabu sana, kwa sababu msingi wa majaribio amekutana nao na akaweza kuishinda. Hata sisi tunapokutana changamoto za magonjwa, changamoto za kuangukiwa biashara, changamoto za kushuka kihuduma, changamoto za kukosa tumaini ndani ya Kristo, usikate tamaa, simama imara, endelea kumtumaini Mungu, jivute, nenda sehemu ambapo injili inahubiriwa, nenda wafuate watumishi wa Mungu ambao wataweza kukusaidia ili uweze kusogea mbele. Jambo la 4, fanya mabadiliko mazuri, tambua nyakati. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 2, Warumi sura ya 12 mstari wa 2, lazima usome nyakati. Hizi nyakati zinasoma nyakati za namna gani? Kwa maana kuna nyakati za masika, kuna nyakati za kiangazi, kuna nyakati za kipupwe, kuna nyakati za ukame, kuna nyakati za baridi. Kwa kuna kila nyakati zitakuwa zinabadilika. Lazima kama mtumishi wa Mungu alisema kwamba kabla sijafanya jambo lolote na alimjulisha mtumishi wangu. Kama anajulisha watumishi wake, basi ni inatupasa kama wewe mtumishi wa Mungu, mtoto wa Mungu, unatakiwa utengeneze mahusiano yako mazuri na Mungu na uzidi kuelewa ni kitu gani Mungu anachokusemesha katika nyakati hizi. Unapoelewa mtumishi wa Mungu, unakuwa problem solver kwenye jamii, maana unatatua matatizo kwenye jamii. Tunamtazama Elia alipoenda katika ile nchi, alikutana na watu ambao ile hali zilikuwa imesharaniwa, lakini alipofika pale alisema akakutana na wale jamii pale, akasema kwamba wakamueleza shida ambayo ilikuwa kukumbana nayo. Baada ya kukumbana nayo sheria kwamba kila mtoto anapozaliwa anakufa, kila mtoto anapozaliwa anakufa. Alichokifanya ni kitu gani?
alikaa chini akaangalia ni sehemu gani palipo na tatizo, akajua kwamba maji yalikuwa na shida kwenye chemchemi za maji ambayo alikuwa anatumia, na ndio maana akawaelekeza kwamba leteni chumvi, akaiombea, akaamua pale kwenye maji. Watu walipokuwa wanatumia yale maji, ile hali ya mateso, hali ya magonjwa, hali ya mauti ikapotea. Hata wewe unapokuwa una Mungu, umekaa na Mungu vizuri, maana Mungu atakufunulia hata yale mambo ambayo wanadamu wengine hawajaweza kuyaona, unaenda kutatua kwenye jamii husika. Jambo la mwisho na la msingi kabisa, jitahidi sana kusoma sana mpaka ufanikiwe. Soma sana. Kama unasoma maarifa tofauti yanayokusaidia, soma sana Biblia. Kama unasoma Biblia, mtumishi wa Mungu. Kama unafanya biashara, soma sana vitabu vya biashara. Kama unasoma shule, mwanafunzi, soma sana pale unapokuwa darasani. Jitahidi kwa bidii zako zote uweze kuelewa kwa umakini na ufanye kila kitu kwa weledi ule mkubwa. Maana yako unapoongeza maarifa inakusaidia kuweza kufika mbali zaidi. Kama neno la Mungu linavyosema katika Misali sura ya 4 mstari wa 18 kwamba mkamate sana elimu. Umkamate sana elimu. Kwa nini umkamate? Elimu anakupa ufahamu na weledi wa kufanya mambo yako kama ikupasavyo kama mtoto wa Mungu. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Tukutane tena kwenye session ijayo. Usikose katika mwendelezo wa masomo yetu ambayo tutakuwa na mtiririko maalum kwa ajili ya kujifunza. Hakika Mungu atakubariki sana na Mungu atakufundisha aliyo mengi. Atazidi kukufunulia mambo kadha wa kadha ili kuzidi kumtukuza yeye. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo.